Jambo na karibu wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kongo Post News. Tunawakaribisha tena katika taarifa yetu ya habari za muda huu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tutapata kujua nini kinachoendelea huko mashariki mwa DRC, vile pembe zote za dunia. Ikiwa itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Kongo Post News, hakikisha unajiabone na comment vile una partager ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku, au unaweza kutandikia kwenye namba ambayo inaendelea kwenye video, kwenye picha, na ukatupatia maoni yako, aiza mapendekezo yako, vile ukatujuza unaendelea kufuatilia Kongo Post News ukiwa sehemu gani. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu katika taarifa yetu kuu ya muda huu. Karibu tuendelee na habari kuhusu vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako taarifa zilizokuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii ambazo zinahusu kifo cha kiongozi wa wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo William Amuri Kutumba zimepata majibu baada ya kiongozi huyo kujitokeza tena hadharani. Kwa siku za karibuni kulikuwa na tahadhari ya uvumi mbalimbali uliokuwa ukidai kwamba William Amuri Kutumba amefariki dunia, huku baadhi ya taarifa zikieleza kwamba aliuawa kwa kupigwa risasi. Hata hivyo, taarifa hizo hazikuwa zimethibitishwa kwa vyanzo uhuru na vyenye kuaminika. Sasa katika hotuba iliyosambazwa katika siku za karibuni ya Kutumba, ameonekana hadharani na kuzungumza akiwa katika hali ya kuonekana kuwa nzuri, kujitokeza kwake kumepunguza kwa kiasi kikubwa uvumi uliokuwa umeenea kuhusu kifo chake. William Amuri Kutumba ni mmoja wa viongozi wa makundi ya wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo yanayohusishwa na mzozo unaoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mkoa wa Kivu Kusini. Kwa sababu ya nafasi yake katika mazingira ya migogoro na mapigano, taarifa kuhusu viongozi wa makundi yenye silaha mara nyingi huwa na uzito mkubwa. Hatari kwamba kiongozi kama ya Kutumba kufariki dunia inaweza kuleta adhari katika hali ya usalama, uongozi wa kundi lake, na hata mlingano wa nguvu kati ya makundi yanayopigana. Ndio maana taarifa zilizokuwa zikidai kifo chake zilipoanza kusambaa ziliibua maswali mengi kuhusu hali halisi ya uongozi na mustakabali wa kundi lake. Lakini baada ya kuonekana tena hadharani, picha imebadilika. Katika ujumbe wake uliosambazwa hivi karibuni, Kutumba ameonekana akiwa hai na akizungumza, jambo ambalo linapingana moja kwa moja na taarifa zilizokuwa zikidai kuwa amefariki. Jambo la kwanza la kuzingatia ni vita vya taifa. Katika mazingira ya migogoro kama yale ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari hazisambai tu kupitia vyombo vya habari. Taarifa zinaweza kusambazwa kupitia mitandao ya kijamii, video, ujumbe wa simu na vyanzo visivyo rasmi. Tatizo ni kwamba wakati mwingine taarifa kama hizi husambazwa kabla hazijathibitishwa. Kifo cha kiongozi wa kundi yenye silaha kinaweza kutumiwa kama ujumbe wa kisiasa au kisaikolojia. Ikiwa taarifa hiyo ni uongo, inaweza kuwachanganya wafuasi, wapinzani na wananchi. Kwa upande mwingine, kujitokeza kwa William Amuri Kutumba hadharani kunampa nafasi ya kurejesha ujumbe wake moja kwa moja na kupunguza sintofahamu kuhusu hali yake. Kujitokeza kwa Kutumba hakumaanishi kwamba matatizo ya kiusalama katika maeneo ambako kundi lake limekuwa likifanya shughuli zake yamekwisha. Hapa ni muhimu kutenganisha mambo mawili: hali ya kiongozi binafsi na hali ya jumla ya usalama. Kiongozi anaweza kuwa hai, lakini mapigano, mvutano wa kisiasa au shughuli za makundi yenye silaha zinaweza kuendelea. Kwa hiyo taarifa hii inapaswa kutafsiriwa kwanza kama kukanusha uvumi kuhusu kifo chake, na si kama ishara kwamba hali ya usalama katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imebadilika moja kwa moja. Si hivyo. Hata hivyo, kuonekana kwake kunaweza kuwa na umuhimu mkubwa kwa upande wa uongozi wa mawasiliano ya kundi lake. Tukio hili pia limetoa somo muhimu kwa wananchi na watumiaji wa mitandao ya kijamii. Katika kipindi ambacho taarifa za migogoro zinaenea kwa kasi, ni muhimu kuuliza taarifa imetoka wapi, imetolewa lini, kuna ushahidi gani, na vyanzo vingine vinaithibitisha. Kifo cha mtu mashuhuri akiwezi kuthibitishwa kwa ujumbe mmoja wa WhatsApp, chapisho moja la Facebook au video ambayo chanzo chake akijulikani.
Katika tukio hili kuonekana kwa Kutumba mwenyewe hadharani kumetoa ushahidi wenye nguvu dhidi ya uvumi wa kifo chake. Hii inaonyesha kwa nini uthibitishaji wa taarifa ni muhimu, hasa katika maeneo yenye migogoro ambako taarifa za uongo zinaweza kuongeza hofu miongoni mwa wananchi. Kwa ujumla, William Amuria Kutumba amejitokeza tena hadharani baada ya siku chache za uvumi kuhusu kifo chake. Hotuba yake ilisambazwa hivi karibuni imeonyesha kwamba kiongozi huyo yuko hai na hivyo kupunguza kwa kiasi kikubwa madai kwamba alikuwa ameuawa kwa kupigwa risasi. Lakini zaidi ya swala la mtu mmoja, tukio hili linaonyesha changamoto kubwa ya vita vya taarifa vinavyoambatana na migogoro ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mazingira kama haya, taarifa zinapaswa kuchunguzwa kwa umakini kabla ya kuaminiwa au kusambazwa. Kwa sasa jambo lilo wazi ni kwamba uvumi kuhusu kifo cha William Amuria Kutumba umekanushwa na unaonekana kuwa hadharani. Kinachobaki muhimu ni kufuatilia kwa karibu hatua zake zinazofuata na adhari ambazo kujitokeza kwake kunaweza kuwa nazo katika hali ya kisiasa na kiusalama mashariki mwa DRC. Tuendelee na habari za siasa kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila ameendelea kuwa katika kitovu cha mjadala wa kisiasa nchini humo, hasa baada ya kuhusishwa na uwepo wake katika eneo linalodhibitiwa na waasi wa M23. Katika mazungumzo yaliyofanyika siku ya Alhamisi kwenye Espace Live iliyoandaliwa na mwanahabari Stani Bujakera Chiamala, mchambuzi Patrick Mbeko alijadili mazingira yaliyompeleka Joseph Kabila katika eneo hilo pamoja na kile kinachoweza kuwa uhusiano halisi kati ya aliyekuwa rais na waasi wa AFC M23. Joseph Kabila si mwanasiasa wa kawaida katika historia ya Kongo. Aliongoza nchi hiyo kwa miaka mingi na alibaki kuwa mtu mwenye ushawishi mkubwa ndani ya siasa za taifa hata baada ya kuondoka madarakani. Kwa hiyo taarifa kwamba kiongozi huyo wa zamani anaishi au amefika katika eneo ambalo liko chini ya udhibiti wa M23 linazua maswali mazito. Swali la kwanza, kwa nini alichagua eneo hilo? Pia swali la pili, je, uwepo wake huko ni swala la usalama binafsi, uamuzi wa kisiasa au kuna makubaliano fulani nyuma yake? Swali la tatu ambalo limekuwa wakijiuliza, Joseph Kabila ana uhusiano gani yeye na AFC M23? Hapa ndipo uchambuzi wa Patrick Mbeko unapoingia. Kongo imekuwa katika mzozo mkubwa wa kisiasa na kijeshi katika miaka hivi karibuni, hasa katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. AFC M23 imechukua maeneo kadhaa katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku serikali ya Kinshasa ikiendelea kuikataa harakati hiyo na kuhusisha uasi huo na msaada kutoka Rwanda. Kwa upande mwingine, M23 na washirika wake wamekuwa wakieleza madai yao kuhusu usalama, utawala wa masuala ya kisiasa katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mazingira haya, uwepo wa mtu mwenye uzito wa kisiasa Joseph Kabila katika eneo linalodhibitiwa na AFC M23 hauwezi kutazamwa kama tukio lisilo na maana. Je, uwepo wa Joseph Kabila unamaanisha unaunga mkono uasi? Tujiulize hivyo. Hii ndilo jambo la maana sana kutenganisha katika uchambuzi. Katika kuwa katika eneo linalodhibitiwa na kundi la waasi hakuthibitishi moja kwa moja kwamba mtu huyo ni mshirika wa kijeshi au mwanachama wa waasi. Ni muhimu kutofautisha kati ya ukweli uliothibitishwa, madai ya kisiasa na tafsiri ya wachambuzi. Kwa sasa swala aina na kiwango cha uhusiano wa Joseph Kabila na AFC M23 linahitaji ushahidi wa wazi zaidi kabla ya kufikia hitimisho kwamba kuna ushirikiano wa moja kwa moja wa kijeshi. Hata hivyo, kisiasa uwepo wake katika eneo hilo una athari kubwa, kwa sababu Kabila anaweza kuonekana kama mtu ambaye ana uwezo wa kuzungumza na sehemu mbalimbali za mgogoro wa Kongo. Moja tafsiri zilizowezekana ni kwamba mazingira ya sasa ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefanya baadhi ya wanasiasa kutafuta nafasi mpya kisiasa nje ya mfumo wa Kinshasa. Kabila ana historia ndefu katika siasa za Kongo.
Kwa hiyo hatua yote anayochukuliwa inaweza kutafsiriwa kisiasa. Ikiwa kweli ameamua kukaa katika eneo linalodhibitiwa na M23, jambo hilo linaweza kuonekana kama ishara kwamba anataka kuwa karibu na nguvu mpya zinazoshindana na serikali ya sasa ya Kinshasa. Inawezekana uwepo wake unahusishwa na sababu za usalama, mawasiliano ya kisiasa au mazingira yaliyotokana na mabadiliko ya udhibiti wa maeneo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo ni muhimu kutokimbilia hitimisho moja bila ushahidi wa kutosha. Tatizo kubwa ni kwamba Kongo iko katika kipindi ambacho siasa na vita vimechangia kwa kiwango kikubwa. Mara nyingi harakati za kijeshi katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huwa na athari za moja kwa moja kwenye siasa za kitaifa. M23 inapodhibiti eneo fulani, udhibiti huo hauishii kwenye masuala ya kijeshi pekee. Unagusa pia utawala, usalama, uchumi na mahusiano ya kisiasa. Kwa hiyo mtu mwenye historia kama Joseph Kabila anapoonekana katika eneo hilo, hatua yake inaweza kutafsiriwa kama sehemu ya mabadiliko mpana kisiasa. Je, Joseph Kabila anaweza kuwa sehemu ya suluhisho? Baadhi ya wachambuzi wanaweza kuona uwepo wa Kabila kama fursa mazungumzo, hasa kwa sababu ana historia ya kuongoza Kongo na anaweza kuwa na uwezo wa kuwasiliana na makundi mbalimbali. Lakini kwa upande mwingine, ikiwa uwepo wake utaonekana kama ushirikiano wa kisiasa na uasi, hilo linaweza kuongeza mvutano kati yake na serikali ya Kinshasa. Kwa hiyo nafasi yake inaweza kuwa ya pande mbili, inaweza kuwa daraja la mazungumzo, lakini pia inaweza kuwa chanzo kipya cha mvutano wa kisiasa. Kwa kumalizia, mjadala kuhusu Joseph Kabila na M23 haupaswi kuangaliwa kwa jicho la tukio moja pekee. Kinachotokea ni sehemu ya mgogoro mpana zaidi unaohusisha vita vya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mivutano ya kati ya Kinshasa na Kigali, mchakato wa kisiasa wa ndani ya Kongo, pamoja na juhudi za kutafuta suluhisho la kudumu. Kauli ya mchambuzi Patrick Mbeko kwenye Space Live ya Stani Bujakera ameongeza mjadala kuhusu mazingira aliyompeleka Kabila katika eneo linalodhibitiwa na M23 na kuhusu aina ya uhusiano unaoweza kuwepo kati yake na waasi au. Lakini jambo la msingi ni ili uwepo wa Joseph Kabila katika eneo linalodhibitiwa na M23 ni ukweli wa kisiasa unaohitaji uchunguzi, lakini si ushahidi wa moja kwa moja kwamba yeye pia ni muasi. Kinachoweza kutoa picha kamili zaidi ni matukio yatakayofuata, kauli rasmi za Kabila, hatua za M23, majibu ya serikali ya Kinshasa, na kama kutakuwa na mawasiliano au mpango rasmi wa kisiasa unaomhusisha aliyekuwa rais ambaye ni Joseph Kabila. Kwa sasa macho ya wengi yanaelekezwa kwenye swali moja kubwa tu: je, Joseph Kabila yuko katika eneo hilo kwa sababu za usalama na kisiasa tu, au uwepo wake ni sehemu ya mpango mpana zaidi unaoweza kubadilisha mwelekeo wa siasa za Kongo? Jibu la swala hilo linaweza kuwa na uzito mkubwa katika kuelewa hatua inayofuata ya mgogoro wa kisiasa na kijeshi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kusikiliza matangazo yetu kutoka sehemu mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za siasa na za vita vinavyoendelea huko mashariki mwa DRC, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha ni kuunge moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Tuanzie Mashariki ya Kati ambapo Rais wa Marekani Donald Trump amewashutumu viongozi wa Iran na kuwaita waongo baada ya uongozi wa Tehran kupuuzilia mbali madai yake kwamba mazungumzo mapya kati ya pande hizo mbili yalikuwa yanatarajiwa kuanza hii leo. Katika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, Rais Trump amesema uongozi wa Iran una tabia ya unafiki wa kiwango cha juu kisichoaminika. Mapema leo Iran ilisema kuwa kwa sasa haifanyi mazungumzo na Marekani kuhusu kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Siku ya Jumamosi, Donald Trump alisema kuwa alisitisha mashambulizi ya angani yaliyopangwa kufuatia ombi kutoka kwa utawala wa Iran, jambo ambalo Tehran inakanusha. Hii ni hatua ya hivi karibuni zaidi katika mfululizo wa matangazo yaliyotolewa wakati wa mzozo huu wa miezi mitano, ambapo Rais Trump ametishia kufanya mashambulizi makubwa kisha kughairi hatua hizo dakika za mwisho. Bei ya mafuta duniani ilishuka leo katika masoko ya hisa barani Asia kufuatia tangazo la Rais Trump. Hivi ndivyo alivyowaambia waandishi wa habari akiwa ndani ya ndege ya Air Force One. I was asked to by Saudi Arabia
Niliombwa kufanya hivyo na Saudi Arabia, UAE, Qatar na Iran. Tulikuwa tayari kuanza mashambulizi na wakati huu lingekuwa ni shambulio kubwa. Tulikuwa tayari kabisa. Lakini washirika wanapoomba kusitisha mpango huo ni lazima utulie na kutafakari. Na nadhani sababu yao kuomba hivyo ni kwamba kuna makubaliano yaliyoafikiwa. Kuna makubaliano kuhusu Hormuz na kisha kutakuwa na makubaliano kuhusu swala la nyuklia, au unaweza kuita hatua ya kuondolea Iran uwezo wa kinyuklia. Mimi huita hivyo na tunashikilia msimamo huo. Tutaona kitakachotokea. Tunaweza kufanya hivyo wakati wowote tunapotaka. Lakini tumeombwa na makundi makuu matatu na hata Iran pia inatuomba sana. Walisema tungependa kufanya makubaliano. Wakati huo Iran imesema kuwa iko katika mkondo wa kukamilisha mchakato wa makubaliano kuhusu jinsi Omani itakavyosimamia usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz. Nchi hizo mbili zinadhibiti pande zote mbili za njia hiyo muhimu ya maji ambayo imekuwa kiini cha vita kati ya Iran na Marekani. Sasa tusalie Mashariki ya Kati. Wafanyikazi wa huduma za dharura na uokoaji nchini Lebanon wamelipa gharama kubwa wakati wa vita kati ya Israel na Hezbollah. Zaidi ya watu 130 wameuawa katika mashambulizi ya Israel tangu mgogoro wa hivi karibuni zaidi ulipozuka mwezi Machi, kulingana na takwimu kutoka Wizara ya Afya ya Lebanon. Msimu huu wa joto unatimiza miaka 20 tangu pande hizo mbili zilipopigana katika vita vingine vya kikatili. Mwandishi wa BBC Arabic Kerin Torbey amekutana na mfanyikazi mmoja wa ulinzi wa raia aliyefanya kazi kwenye mstari wa mbele wa mgogoro huo na kusalia na makovu ya athari ya vita vyote viwili. Taarifa yake inawasilishwa na Leila Mohamed. Kati ya mwaka 2006 na 2026 ni miaka 20 ambapo vita vitatu vilivyoleta maafa makubwa kati ya Hezbollah na Israel na majanga na hofu zinazojirudia. Mnamo tarehe 12 Julai mwaka 2006, vita vilianza nchini Lebanon baada ya Hezbollah kuua na kumkamata wanajeshi wa Israel kwa lengo la kubadilishana na wafungwa wa Lebanon na Kiarabu walioshikiliwa na Israel. Wakati huo Ali Safi Aldin alikuwa na umri wa miaka 19 akijitolea kusaidia katika idara ya ulinzi wa raia mjini Taya ambapo raia walikuwa wamekimbilia kukwepa vita. Miongoni mwao walikuwa mke wake na binti yake Lynn. Katika siku ya 4 ya vita hivyo, jeshi la Israeli lilishambulia kwa mabomu jengo lililokuwa na kituo cha ulinzi wa raia mjini. Ilisema wakati huo kuwa lilikuwa likilenga kituo cha Hezbollah mjini humo. Ali anasisitiza kuwa jengo hilo lilikuwa na wafanyakazi wa ulinzi wa raia na raia pekee. Nilimkuta binti yangu akiwa mikononi mwa mama yake. Kifaa cha bomu kilimpa mke wangu jeraha la mkononi. Ulionekana kama vile umekatika. Kipande kingine cha bomu kilimpiga binti yangu shingoni. Wote wawili walikuwa wameungua. Nilimbeba binti yangu. Bado alikuwa anapumua. Alikuwa amepata majeraha makubwa sana. Lynn hakunusurika. Angekuwa na umri wa miaka 21 sasa. Miaka 20 baadaye, Ali amepata msiba mwingine wenye maumivu makubwa katika vita vingine kati ya Hezbollah na Israel. Yote yalianza mnamo mwaka 2023 wakati Hezbollah ikionyesha kuunga mkono Gaza. Kusitishwa kwa mapigano kulifikiwa mnamo mwaka 2024, lakini Israeli iliendelea kushambulia nchini Lebanon. Kisha mnamo Machi mwaka 2026, Hezbollah ilirusha roketi kuelekea kaskazini mwa Israel kama jibu la mashambulizi ya Israel na kulipiza kisasi cha kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran. Kufikia wakati huu, Ali alikuwa amepanda ngazi na kuwa mkurugenzi wa kituo cha ulinzi wa raia mjini Taya. Mwishoni mwa mwezi Aprili, aliondoka kwenda kwenye uokoaji pamoja na wafanyakazi wengine wa dharura wa timu yake kufuatia shambulio la Israel kusini mwa nchi. Walimtoa mwathirika wa kwanza, kisha shambulio jingine la Israel likapiga eneo hilo na kuua wafanyakazi watatu wa dharura waliokuwa na Ali. Tulifanikiwa kumtoa mtu aliyejeruhiwa. Tulipokuwa tukimbeba, Hadi na Hassan waliniambia, "Nenda ukalete gari la wagonjwa hapa karibu." Niliwatazama na kuacha wakimbeba mtu huyo aliyejeruhiwa na nikaenda kuchukua gari la wagonjwa. Nilifika na kuingia kwenye gari hilo. Nilitazama nyuma kupitia kioo cha gari. Mara ghafla niliona giza tupu na weusi. Kombora lilishuka na kupiga katikati ya kitanda cha kubebea wagonjwa. Ikawa ndiyo hivyo. Kila kitu kiliishia hapo.
Jeshi la Israeli lilisema lilikuwa linamshambulia kamanda wa Hezbollah aliyekuwa akifanya kazi karibu na wanajeshi bila kutoa ushahidi. Miaka 20 tangu mwaka 2006, silaha zimekuwa za kisasa zaidi na hofu zinazoleta ni vigumu hata kufikiria. Vita ni vita, lakini kuna tofauti kubwa kati ya mwaka 2006 na mwaka 2026. Mashambulizi ya vita hivi hayaelezeki. Roketi za sasa hazielezeki, zina nguvu kubwa sana. Maumivu aliyopata Ali ni ishara tu ya mateso ambayo raia wengine nchini kote wanayapitia katika vizazi kadhaa. Katika muda wa siku 10 zijazo, taifa la Zambia litashiriki uchaguzi mkuu ambao kwa sasa umefuatiliwa kwa karibu sana na wengi nchini humo. Rais wa sasa Hakainde Hichilema alionekana kama atarejea madarakani kwa urais hapo awali, sasa anakabiliwa na kibarua kigumu kutoka kwa upinzani ambao umeungana dhidi yake. Mpinzani wake mkuu ni Brian Mundubile, wakili na mbunge ambaye kwa sasa anawania urais kupitia tikiti ya muungano wa vyama vya upinzani. Mundubile ambaye hakuwa na umaarufu mkubwa sana hapo awali, kwa sasa ndiye mgombea anayewakilisha upinzani ambao awali ulikuwa umegawanyika. Muungano huo ni wa wafuasi waliosalia wa chama kilichotawala awali cha Patriotic Front na vyama vingine vidogo. Kiongozi huyo amekuwa akiwavutia watu wengi katika mikutano yake ya kisiasa, akiendeleza ujumbe wa kupunguza gharama ya juu ya maisha, ukosefu wa ajira na kile anachokitaja kama maboresho yasiyotosha kwa maisha ya kila siku ya raia wa Zambia, japo kumekuwa na udhibiti wa kiasi kidogo tu wa uchumi chini ya serikali iliyopo madarakani kwa sasa. Mwandishi wa BBC Ndigindaba Jona Buyoya amezungumza na Mundubile na kumuuliza kwa nini ana umaarufu mkubwa. Viwango vya juu vya umaskini na sheria zinazowakandamiza watu ambazo serikali ya sasa imepitisha ndizo sababu ambazo zimefanya raia kuwa na ugumu wa kuwasiliana. Kwa hivyo ujumbe tunaopata ni kwamba watu wanahisi kwamba tunawapa uhuru, wanauita uhuru wa pili wa taifa. Hapo mwanzoni tulidhani kwamba tunakabiliana na hali ya umaskini peke yake, lakini sasa inaonekana kwamba sheria zinazokandamiza watu zina athari kubwa kwa uhuru wa watu na haki za raia. Je, unafikiri wewe ndiyo kiongozi sahihi wa kushughulikia masuala haya, ikizingatiwa kuwa ulikuwa waziri katika serikali iliyopita ambayo raia wa Zambia waliondoa madarakani hasa kutokana na mambo hayo unayozungumzia sasa? Raia wa Zambia walikuwa na wasiwasi kuhusu uhuru nchini kutokana na taasisi za umma kuingiliwa na wanachama wa chama chako waliokuwa na tabia za vurugu. Pia walilalamikia gharama za maisha, mfumuko wa bei ulikuwa juu sana wakati wa utawala wenu. Hivyo basi, kwa nini unasema wewe ni mbadala mwafaka? Naam, kwanza tofauti nilionayo mimi kama Brian Mundubile ni kuwa ninaipenda Zambia na ninawapenda raia wa Zambia. Ukitazama manifesto ya chama chetu inaangazia raia na pia wanawake na vijana, tunawatoa pembeni na kuwafanya kuwa kipaumbele cha sera yetu ya mabadiliko ya kiuchumi, na tunawafanya vijana wawe wasimamizi wa mabadiliko ya kiuchumi. Hakika, mapenzi haya ulionayo kwa nchi hayawezi kutosha kushughulikia matatizo ya Zambia. Matatizo ambayo haukuyashughulikia ulipopewa fursa ya kuhudumu. Ukiangalia jinsi tulivyoendesha shughuli zetu wakati tulipokuwa serikalini, kwanza tulikuwa na msimamo wazi kuhusu yale tuliyotaka kuwafanyia wananchi maskini. Kwa hakika tulitekeleza sera zinazowajali maskini, tukianza kwa kuwekeza katika miundombinu muhimu ya msingi. Ingawa ilionekana kana kwamba tulikuwa tukishughulikia miradi mikubwa, lengo letu hasa ilikuwa kuwasaidia maskini. Hata hivyo, sasa tunahitaji kuwekeza ili kujenga viwanda, na pindi tutakapokuwa na viwanda tutatengeneza ajira. Hiyo ndiyo njia pekee tutakayoweza kupambana na umaskini. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za muda huu kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile pembe zote za dunia. Mpendo wa msikilizaji na mtazamaji, acha basi nikumbushe, ikiwa itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Kongo Post News mtandao wetu wa YouTube, hakikisha unajiabonea na comment, vile vile una partage ili habari endelee kuwafikia walio wengi, wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuona kwenye video au kwenye picha. Asante, chao, tukutane katika taarifa yetu ya habari za muda mwingine.